kama Yesu ndiye Mungu aliye sawa na Baba, koiko and koitana, unatoshana kwa mujibu wa utatu, why atiishwe? Ina maana kuna mkuu kuliko Yesu. Ina maana Yesu si Mungu mmoja aliye mwenyezi. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Tulia kidogo. Ukiamini Mungu ni mmoja unafanya nini? Watenda vema. Ila kuna wengine hasa ile society kina Mwankemanism, kina Chaka wa Musa, kina Mapasta Makori na wengine kama hao, mapasta wengi wa Kikristo na nini, wao wanaona kwamba hatutendi nini? Vema. Siwezi kuwalaumu sana kwa sababu wanapotubishia na nini, wanasema sisi ni wapinga Kristo. Yaani haya maandiko tunayosoma tunaitwa wapinga Kristo. Mungu wao umemchora kwa pembe tatu. Ukitoa pembe moja kuna nani? Hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Kwamba Baba na Mwana Roho wanatoshana. Sasa hiyo ni sanamu. Yaani hebu fikiria tu, pembe tatu unamchora Mungu kama pembe tatu. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Jeff Masawe tukifanya mada nyingine ya kutaka kujua kuhusiana na imani yetu. Na swali ambalo tupo nalo leo ni je, Mungu mmoja wa pekee ni Yesu Kristo au sio Yesu Kristo? Tumekuwa na mvutano sana kutaka kujua nafasi ya Yesu. Yesu ni nani hasa kwetu? Mungu wa pekee ni nani? Tumeshafanya vipindi, baadhi ya walimu kama Mwalimu Ankema akisema Mungu wa pekee wa kweli jina lake ni Yesu Kristo. Akasema hata huyo Mungu Baba na jina lake ni Yesu Kristo. Kwa hiyo huwa inatuchanganya. Leo nikasema tufanye kipindi hiki Mwalimu. Kwa habari za leo, karibu sana kwenye kipindi chetu. Salama kabisa. Ndio. Karibu tufanye kipindi hicho, tuwazie hapo kwanza kuhusiana na Yesu. Tumjue Yesu hasa mwenyewe ni nani. Na je, Mungu Baba, Mungu wa kweli mmoja yule wa pekee ni nani? Karibu. Asante sana mtangazaji simulizi. Kwanza wasikilizaji wetu, shalom. Ningeomba kwanza nijikite kueleza huyu Mungu mmoja wa pekee. Sawa. Kwamba mada iwe kwamba Mungu mmoja wa pekee si Yesu. Kwa wewe unavyoona kwamba Mungu mmoja yule wa pekee si Yesu. Kabisa. Yesu Mungu ni mwingine tu. Yesu ni mwingine. Sawa. Kwa hiyo yule Mungu mwenyezi, yani Mwenyezi Mungu ndio wa pekee, ndio wa kweli, ndio si Yesu. Sawa. Karibu. Tuanzie hapo. Sasa ndio. Ya Yesu nitakuja katika hatua nyingine. Sawa. Yani nani? Ingawa pia nitamzungumzia. Sawa. Kwanza tuweke kwanza ulinganifu kidogo. Sawa. Naomba nisomee maandiko kwanza matakatifu. Sawa. Kitabu kile cha Ayubu 11 mstari wa 7, nataka tujenge msingi kwamba kuhusu huyu Mungu ni mkuu na wa ajabu. Hatuwezi kumjua tu kwa akili za kibinadamu. Okay. Ayubu 11 mstari wa 7. Ndio. Sawa. Na mstari wa 8. Sawa. Anasema mstari wa 7. Je, wewe waweza kuvumbua ukuu wa Mungu? Waweza kuufikia upeo wa huyo Mwenyezi? Ni juu mno kama mbingu. Waweza kufanya nini wewe? Ni wenye kina kuliko kuzimuni. Waweza kujua nini wewe? Mbona pointi hiyo? Ndio. Kwanza hiyo ni onyo. Ndio. Kwamba hatuwezi kumjua Mwenyezi kwa kumchunguza. Sawa. Maana akili zake hazichunguziki. Sawa. Ni mkubwa. Sasa tutamjuaje huyu Mungu ambaye kina chake ni kipana kuliko bahari? Jua bahari imechukua 78% ya ardhi ya dunia. Yes. 78, kwa maana 22 ndio nchi kavu. Ndio. Sasa bahari unazi meli zote zinapita katika bahari. Hazipiti katika niweza kusema kwenye kilindi cha bahari. Okay. Zina njia yake tofauti, unaweza kupotea. Bahari ni kubwa sana, ni ajabu. Sasa kama mwanadamu hajaweza kuvumbua bahari, ukuu wa bahari, hawezi kuvumbua ukuu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa ili tuweze kumjua Mwenyezi Mungu, bwana simulizi, ndio lazima tumjue kwa maandiko matakatifu. Okay. Alivyojifunua yeye. Sasa maandiko matakatifu yanasemaje? Sawa. Tuko pamoja mpaka hapo? Hebu kwanza nipe kitabu kile cha Mathayo 11. Mathayo 11. Sawa. Alafu anza mstari ule wa 26. Mstari wa 26 anasema, naam, Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyompendeza mbele zako, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Wala hakuna amjuae Mwana ila Baba. Wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Kwa hakuna mtu amjuae nani? Baba ila nani? Mwana. Na hakuna amjuae Mwana ila nani? Baba. Na yeyote ambaye Mwana apenda kufanyaje? Kumfunulia. Sasa tumsikilize Mwana, si ndio? Ndio. Ili aweze kumfunua Baba ni nani. Sawa. Kwanza pia tumuulize kwanza Baba. Ndiyo. Baba pia anatudirect kwa nani? Sawa. 17 Mathayo mstari ule wa 5. Mathayo 17:5. Okay. Alipokuwa bado akisema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Msikieni yeye. Sasa Yesu amesema kwamba hakuna mjuaye Baba ila nani? Mwana. Na yote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Kumfunulia. Na Mungu Baba anasema kwamba
msikilize nani? Mwana. Huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, msikilizeni yeye. Kwa maana Yesu peke yake ndio anaweza akatufunulia Mungu. Sawa. Si ndio maana yake? Ndio. Kwa sababu una Biblia King James Version hapo. Yes. Hebu nisomee kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 1 mstari wa 18. Yohana Mtakatifu 1. Mstari wa 18. Sawa. Injili. Yohana Mtakatifu Injili. Sawa. Nina ya Kiingereza. Ndio, ya Kiingereza. Sawa. 11. 1:18. 1:18. Ndio. Mstari wa 18 anasema hivi. No one has ever seen God. Kwa hakuna mtu aliyemwona nani? Mungu. But the one and only Son, who is himself God. Hiyo umesoma King James Version? Yes. Hiyo si King James Version. Okay. Sawa. Ingawa hiyo ni nzuri tu pia, lakini kuna kitu nataka King James Version. Sawa, hii hapa. 18 anasema hivi. No man hath seen God at any time. Yes. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Kuna maana kwamba hakuna mtu aliyemwona nani? Mungu wakati wowote. Sawa. Lakini ni mwana mzaliwa, the only begotten son. Nataka nichukue picha. The only begotten son, mwana mzaliwa pekee aliye katika kifua cha baba ndiye aliyemtangaza. Declare him, ama aliyemfunua. Mpaka hapo Sasa tunapata picha huyu Mungu Mwenyezi ambaye si Yesu. Ndio. Hakuna aliyemwona. Cha kwanza hakuna aliyemwona. Ambaye anaweza kumfunua ni nani? Ni Yesu. Maana Yesu pekee ndo aliyemwona. Hiyo tuzingatie. Sawa. Kwa hiyo ukisikia kuna juu kama Mungu anaonekana katika Agano la Kale, huyo si Mungu Baba. Je, kuonekana? Sawa. Popote pale. Ndio. Sasa tuje katika Biblia ya Kiswahili. Sawa. Sasa tumuulize, tukazie sasa hapo. Ndio. Katika Yohana hiyo 5. Ndio. Nipe ule mstari wa 37. 5:37. Anasema mstari wa 37, naye Baba aliyenituma amenishuhudia. Ndio. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona. Sauti yake mjaisikia, wala sura yake hamkuiona. Kwa hiyo tunapata picha kwamba mjua Mungu ni nani? Ni mwana, si ndio? Ndio. Kwa maana Baba hajawahi kusikia sauti yake. Sasa nipe 6:4 hiyo 6:46 kitabu cha Yohana chocho 46. Anasema mstari wa 46, si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Huyo ndiye aliyemwona nani? Baba. Sasa kuna watu ambao wanasema Yesu ndo Mungu nini? Baba. Ndio. Lakini maandiko yanasema kwamba kuna aliyemwona nani? Baba. Anayemjua Baba ni nani? Yesu. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Sasa tumuulize Yesu, huyo Baba ni nani? Sawa. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Yohana 17 mstari ule wa kwanza mpaka wa 3. 17. Anasema maneno hayo aliyasema Yesu. Akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya watu wote, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Kwa hiyo Yesu anasema Baba, mtukuze mwanao. Ndio. Kama mwanao alivyo nini kutukuza. Ndio. Kama ulivyompa mamlaka juu ya wote nini? Wenye mwili. Ili wote uliompa wape uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo tunakubali kasiri andiko Yesu anasema kwamba alipewa mamlaka. Na kuna mmoja aliyempa mamlaka ambaye ni Baba. Sasa anamsema kwamba huyo wakujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo aliye nini? Uliyemtuma. Kwa mjibu wa Yesu, Mungu wa pekee na wa kweli ni Yesu. Kwa mjibu wa andiko la swali wewe. Hapana. Si Yesu, si ndio? Ndio. Sasa katika point hiyo, sasa tuje katika msingi bora sasa. Ndio. Tumjue Mungu wa pekee na wa kweli. Huyo Mungu amezikwa leo katika makanisa. Okay. Amezikwa kabisa. Leo Yesu ndo anamtamka kwamba ndiye Mungu Mungu Baba. Wengine ndio Mungu wa kweli. Ingawa kuna wengine wanasema ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini wanatamka mwana wa Mungu hawamaanishi kama ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wana maelezo yao. Ndio. Ningo takwambia wao ni mpango, alikuwa mwana sababu mpango wa ukombozi. Wote walikuwa sawa wakabadilisha. Alikuwa mwana kwa sababu walifanyika mwili kuzaliwa na Mariamu. Wana maelezo yao pale, lakini hawaamini ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na ukiwaambia kuna Mungu wa pekee wa kweli, wanajaa ghadhabu, wanakuambia umekataa uungu wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo kifupi wao ndio wamekataa. Na fundisho la utatu ndio limeta shida kubwa hii. Tutajua kulichunguza baadaye.
Sawa sawa, lakini kuna jambo moja wanaloongeleaga wakisema kwamba wanaposema Yesu ni mwana wa Mungu wanamaanisha akiwa duniani, na wanasema hata nyinyi mnaosema Yesu ni mwana wa Mungu na mnaishia hapo ni pale mnapomwona yeye akiwa hapa duniani lakini hammwangalii Yesu akiwa mbinguni kwamba ndo yeye mwenyewe Mungu. Ndio Mungu. Ndio yeye mwenyewe Mungu wa pekee. Ila aliamua kuvua ule utukufu akavaa mwili. Kwa maana Yesu alikuja kutudanganya duniani. Alivyosema kwamba wakujue Mungu wa pekee na wa kweli Yesu Kristo mtuma, alikuja kutudanganya. Huko maana kusema kwamba alikuja kutufundia nani? Mungu. Kwa mfano ni njia ya kufundisha. Hebu tuchukue andiko hili. Sawa. 14:6 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. 14:6. Ndio watu wanasema maandiko hawaamini kama maandiko yanavyosema. Sawa. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Soma vizuri, mimi ndimi njia kweli. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kwa maana Yesu ni nani? Ni njia. Na nini? Na kweli. Kwa Yesu ni kweli? Ni kweli. Kwa maana alipokuja duniani akatuambia kuna Mungu wa pekee na wa kweli, alisema uongo? Alikuwa anasema ukweli. Kwa kama tudanganya kwamba yeye ndo mwenyewe. Alafu tukifika mbinguni, sawa? Alituambia kwamba yeye kuna Mungu wa pekee. Alafu tukifika mbinguni tunakuta yeye ndo wa pekee, wa kweli. Sawa? Ndio. Yuko peke yake. Atakuwa ni mkweli, atakuwa ni mwongo. Atakuwa litudanganya. Wewe useme kutuambia kwamba wewe unaitwa simulizi. Ndio. Alafu tukafika kwenu kumbe yupo. Kuna uitu simulizi. Okay. Una jina lingine kule. Sasa ndio? Sawa sawa. Na umetuambia mimi ndo simulizi niko hapa. Sawa sawa. Tutakuonaje rafiki yangu? Tunaona kama litudanganya. Tudanganya. Sasa kwa Yesu anataka tumwamini kama maandiko yanavyosema. Sawa sawa. Ataki tumwamini kwa hisia zetu. Na pesa moja bwana simulizi. Ndio. Wachungaji wa leo wanaishi kwa zana. Okay. Yaani mambo yao ni kwamba mafumbo, zana. Yaani wanazana tu. Wafuata ile fundisho la utatu. Ndio. Utaona kabisa wao wanasema hivi. Wanasema hivi. Ndio. Kurasa 16 hapa. Ndio. Kitabu cha Katekisimu ya maswali na majibu inatokana na Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Nasema hivi. Katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la utatu mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini kuna Mungu mmoja tu na wala sio watatu. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Okay. Hatulielewi kabisa. Sasa wao kwa nini wafundishe mambo yasiyo nini eleweka? Alafu sisi tukifundisha kwa maandiko wasema hiyo haikumaanisha hivyo. Ila wao hilo fundisho lao la utatu hawalielewi kabisa. Wanaita ni fumbo la imani. Wasabato wanaita zana, kuashumu. Leo nitakuja kuwalima pia Wasabato. Okay. Maana watu ambao wanajifanya wanajua maandiko. Ndio. Lakini sasa hivi leo hawasimami na maandiko. Juzi kwa na mdadaro tuoje na pasta moja. Ndio. Yeye anatuambia nyie masaa mjasoma. Hamna elimu. Nataka ni tuangalie elimu ya Biblia na elimu wanayosoma na elimu gani. Sawa. Nataka tuichunguze pia. Sawa. Tuko pamoja? Sasa leo nataka tuongee kwa maandiko. Maana Mungu angekuwa anahitaji kutupa vingine vya ziada, angetuandikia. Sawa sawa. Lakini alitupa Biblia inatosha mwanzo mpaka Ufunuo. Na akasema tusiongeze ama kupunguza. Sasa swali nakuja kwako mtangazaji. Ndio. Au kwa msikilizaji. Ndio. Je, Yesu anasema tumwamini kwa namna gani? Okay. Nipe 7:38 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Mstari wa 38. Sawa, anasema aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Amini kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kwa hiyo tumwamini Yesu kama maandiko yalivyonena, si ndio? Ndio. Kama maandiko yalifanyaje? Yalivyonena. Si kumwamini kwa mujibu wa theolojia za wanadamu. Sawa sawa. Ama kwa zana ya mchungaji ama askofu. Sawa sawa. Tuko pamoja kama maandiko yalivyonena. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Ndio. Sasa nipe andiko hili pia tuweke msingi mzuri hapa. Sawa. 22:18 kitabu cha Hesabu. Hesabu 22:18. Sawa. Mstari wa 18. Okay. Mstari wa 18 anasema Baalamu akajibu akawaambia watumishi wa Baraki, hata kama Baraki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kukiuka neno la Bwana Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza. Kwa hiyo hawezi kuvuka mpaka wa neno la nani? Wa neno la Bwana, kulipunguza ama kuliongeza. Sasa namna sio kwamba tumwamini Yesu ama kama maandiko leo fanyaje yalivyonena. Na Mungu akasema kwamba ili tuweze kumjua Mungu, tumsikilize nani? Yesu Kristo mwanae. Na mwanae akatuambia kwamba Baba ni Mungu wa pekee na wa kweli. Na huo ndio uzima wa milele. Ni uzima wa nini? Wa milele. Sasa leo hatutaki uzima wa milele.
Tuna mafundisho yetu fulani ambayo yamekuwa common, yanapendwa na Wakristo. Ndio. Lakini ukiangalia fundisho nikiliamini nitapata nini? Sawa sawa. Sababu Mungu ametuita tupate faida. Sasa tuje katika maandiko mengine sasa tuangalie kwamba huyu Mungu Mwenyezi tusithibitishe. Ndio. Mungu Mwenyezi wa pekee ambaye nimesema si Yesu. Ndio. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Kwanza hii ni kupesili moja. Ndio. Kwanza huyu Mungu atupisha katika maandiko mengine anasema haonekani na hakuna aliyemuona wala hawazai kumuona. Sawa sawa. Hata mbinguni malaika kule simulizi si kwamba tunamwona Mungu ti mzee wa siku amekaa pale. Wanasema wanaambia hai. Mama Samia unaweza kumuona kawaida Mama Samia? Sio rahisi. Ya Obama au na Trump. Sio rahisi. Si rahisi. Ndio. Sasa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Sasa anakaa wapi? Hebu nisome maandiko haya. Sawa. Timotheo wa kwanza 6 na ule mstari wa 16. Sawa. Soma hapo. Mstari wa 16 anasema, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Yeye peke yake hapatikani na mauti. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Wala hakuna mwanadamu aliyewahi kumwona. Wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Kwa amekaa katika nuru isiyoweza kufanyaje? Kukaribiwa. Wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala hawezei kumwona. Yesu hakuonekana na mwanadamu? Tulimwona. Si alionekana? Ndio. Lakini huyu Mungu ambaye namsimulia habari zake hapa kwa maandiko, hakuna aliyemwona wala hawezei kumwona. Hata malaika kule hawamkaribii. Yupo katika nuru ambayo hawezi kukaribiwa. Ambaye anajua siri hiyo ni Yesu mwenyewe kule ndani. Sawa sawa. Kwa hata wale malaika wale wakuu ambao wanasogea karibu na uwepo wake, wakiwa mbele yake wanafumba macho. Wanachukua zile wanambawa 6 wale. Wanafunika kusema ile Isaya 6. Sawa? Pamoja na Ufunuo sura ya 4. Utaona wale malaika wanambawa 6 wanafunika mawili machoni. Mawili wanafunika miguu yao. Mawili wanaruka. Hawamwangalii. Na si kwamba tu wanarukia eti amekaa hapa, ni kwa mbali. Kwa utukufu wake. Kwa hiyo si wa kawaida huyo Mungu. Tuko pamoja hapo? Sasa huyo ndio Yesu anasema huyo ni baba yangu. Maana Wayahudi wakasema kama Yesu Mungu ni mshua wake. Ndio. Ni atakuwa nani huyo? Sawa sawa. Tuko pamoja? Ndio. Kwa hiyo wenyewe waligundua kabisa kama Mungu ni baba yake Yesu. Yesu ni atakuwa ana asili ya uungu. Kwa maana wakaokota mawe wakampiga. Maana wanasema kama huyu Mungu alivyo mkuu sana, inakuwaje na mwana ambao huyu wa Nazareti, mtu kama wa Nazareti kachoka huyu Galilaya. Wakasema haiwezekani, sema ambako hakijatoka nabii. Sasa tuje katika maandiko vizuri, si? Ndio. Tumwangalie huyu Mungu kwa maandiko vizuri. Sawa sawa. Kwa hata mitume wa Yesu ambao wanasingiziwa vibaya, walimtambua huyu Mungu. Sawa sawa. Wa kipekee. Kwanza nipe ile andiko kwanza. Ndio. Kwanza pia kama tujienda huko mbali. Ndio. Yesu kwa huyu Mungu, ingawa ni mwana wa nani? Wa Mungu, pia ni mtumishi wa huyu Mungu. Sawa sawa. Yeye kwa Wakristo unajua nipiga nyundo inauma sana. Lakini ndio maandiko yanasema. Hebu nipe kitabu hiki. Kitabu kile cha Isaya 46 na ule mstari wa 9 nisomee. Sawa, 46 46. Ndio. Mstari wa 9 anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi. Endelea. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Ndio. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa maana hakuna Mungu mwingine. Endelea na andiko. Nikiita ndege mkali kutoka mashariki, mtu wa shauri langu toka nchi iliyo mbali. Naam, nimenena nami nitatekeleza, nimekusudia nami nitafanya. Nisikilizeni ninyi mlio na moyo mshupavu, mlio mbali na haki. Mimi nitaleta. 4:8 soma. Mstari wa 8 anasema, msiogope wala msifanye hofu. Ndio. Je, sikukuambia haya zamani na kuyatangaza? Na ninyi ni mashahidi wangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Hakika hapana mwamba. Mimi sijui mwingine. Nipe andiko lingine tena hapa. Nipe Isaya 42 mstari wa kwanza.
tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Asante. Kwa maana huyu Mungu ambaye hana mwingine. Tupo mpaka hapo? Ndio. Anasema kwamba ana mtumishi wake ambaye anampendeza, ambapo nimetia roho yangu juu yake. Tuko mpaka hapo? Mtumishi wangu. Ndio. Huko ni Mungu huyo. Sasa kuna hilo andiko hilo. Sasa kuna wahubiri wajanja. Ndio. Wanachukua maandiko, wanajenga hoja kwamba huyu Mungu ni Yesu. Ndio. Sasa ile andiko huyu Mungu anasema kwamba nina mtumishi wangu ambao nimetia roho yangu juu yake, ambao nafsi yangu inapendezwa naye. Cha kwanza kwa nafsi yangu inapendezwa naye. Sasa katika fundisho la utatu wanasema Mungu ana nafsi ngapi? Tatu. Ndio. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Lakini unasema nafsi yangu mimi yapendezwa naye. Kwa maana nafsi moja tu. Tuko pamoja mpaka hapo? Alafu ana mtumishi wake ambao ametia roho yake juu yake. Sasa huyo mtumishi ni nani? Ambao Mungu ametia roho yake juu yake. Matendo 10 najibu mstari wa 38. Matendo 10:38. Soma andiko hilo. Sawa. Mstari wa 38 anasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huko, akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Kwa habari za Yesu wa Nazareti ambayo Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Mungu amemtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Katika Isaya 42 sema kwamba mtumishi wangu unayependezwa naye, ambao nimetia roho yangu juu yake. Sasa kwa mjibu hilo andiko la Matendo 10:38 na Isaya 42 mstari wa kwanza, mtumishi ni nani? Yesu. Ni Yesu. Ndio. Tunakubaliana? Ndio. Habari za Yesu wa Nazareti. Kwa maana yule Mungu katika Isaya ambaye anasema hakuna mwingine ni nani? Manake yule ndo Mungu mwenyewe wa pekee. Mungu mwenyewe pekee ambaye ni Baba. Ndio. Sasa tuangalie sasa vizuri. Na huyo Mungu wa pekee wa kweli ndiye Mungu mwenyezi wa Ibrahim. Hebu kwanza nisomee kwanza andiko hili 17:1 kitabu kile cha Mwanzo. Ndio Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, ndio Mungu, yani Mwenyezi Mungu mwenyewe. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mimi ni Mungu Mwenyezi, nenda mbele zangu ukawe nini? Mkamilifu. Sasa Yesu huyu ndio Mungu wa Ibrahim na Isaka. Sasa na Yesu anakaa upande wa kuume wa huyu Mungu Mwenyezi. Tuko pamoja mpaka hapo? Tupo pamoja. Kuna mmoja anaitwa Chaka wa Musa. Ndio. Chaka wa Musa, mtumishi rafiki yangu mmoja hivi, yeye alijibu hoja kwamba akasema Yesu ndio Mungu nini? Mwenyezi. Ndio. Ni Mungu Mwenyezi. Akatumia haya mafungu. Sasa hiyo 17:1. Okay. Akamweka Yesu. Okay. Tuko pamoja? Sasa kwa Mungu wa Ibrahimu huyo akasema nenda mbele zangu Ibrahimu ukawe nini? Mkamilifu. Mungu Mwenyezi. Ndio. Sasa tumuulize Petro. Ndio. Mtume Petro katika sura ya 3 ya kitabu cha Matendo ya Mitume na ule mstari wa 13, tuangalie Mungu Mwenyezi wa Ibrahim na Isaka na Yakobo ni nani? Petro wa Matendo. Sura ya 3 mstari wa 13. Sawa. 13 mstari wa 3. 13. Mstari wa 13. Okay. Matendo 13. Matendo 3:13. Sawa. Mstari wa 13 anasema, Mungu wa Abraham na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa yule Mungu Mwenyezi aliyemtokea Ibrahimu, nenda mbele zangu ukawe nini? Mkamilifu. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa mtume Petro anasema kwamba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amemtukuza mtumishi wake Yesu. Okay. Kwa yule Mungu wa Ibrahimu na Isaka si Yesu. Okay. Ingawa Yesu ndiye alikuwa anawatokea, anatumwa na Mungu Mwenyezi kule. Sababu Mungu Mwenyezi hajaje kuonekana. Sawa. Ila kuwa anakuja kutoa taarifa ya Mungu Mwenyezi. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa kwa huyu Mungu Mwenyezi, Yesu anakaa upande wa kuume wa kiti cha Mungu Mwenyezi. Sawa. Si kwamba Yesu ndio Mungu Mwenyezi. Kwa kile kiti cha Baba Yesu akaiti yuko pembeni. Hebu nipe andiko hili. Luka 22 mstari wa 69. Sawa. Unajua wengine wanapenda sasa kwenda kwa maneno, sisi tuenda kwa maandiko matakatifu. Lakini tangu sasa Mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kulia wa Mungu Mwenyezi. Atakuwa
anaketi upande wa kulia wa Mungu Mwenyezi. Wanasema upande wa kulia maanake ni upande wa nguvu katika yule Mungu. Zile nafsi tatu ni upande ule wenye nguvu. Hayo maneno yanatoa wapi? Kwa sababu kulia ni kwenye nguvu. Sasa sikia vizuri, nikupe andiko vizuri, nikunyoshe vizuri hapo. Sawa. Hebu kwanza nipe kwanza nile Marko sura ya 16 pale. Marko 16. Nisomee ule mstari wa 16 tuone. Mstari wa 6. Wa 16. Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. 17. Na ishara hizi 18. Watashika nyoka hata wakinywa kitu ile mstari ya mwisho pale chini. Basi Bwana Yesu baada ya kusema wangapi huo? 19. 19. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kulia wa Mungu. Baada ya kusema yote haya akachukuliwa juu mbinguni. Aliyemchukua ni nani? Sawa, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kulia wa nani? Wa Mungu. Sasa mkono wa kulia wa Mungu umejenga hoja kulingana na umeambiwa kwamba ni sehemu yenye nguvu. Ndio. Sasa maana yake nini katika hoja hii ambayo inazungumziwa? Si kwamba alienda akakaa tu kulia kwa maana ya mantiki. Aliketi upande wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Hebu nipe Waebrania 8 mstari wa kwanza. Waebrania 8 mstari wa kwanza. Ndio. Basi katika hayo tunayosema neno lilokuu ndio hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kulia wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Ameketi upande wa mkono wa kulia wa kiti cha enzi cha ukuu. Kuna kiti cha enzi. Ndio. Alafu Yesu yuko upande wa nini? Wa kulia wa kiti cha nini? Cha enzi. Na hapo upande wa kulia kuna kiti kingine kipo ambao ameketi mwanakondoo ambaye ni Kristo. Soma Ufunuo 22. Ufunuo 22 ngapi? Mstari wa kwanza na ule mstari wa 3. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu na cha nani? Na cha mwana kondoo. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Kuna maana Yesu anaketi upande wa kulia wa kiti cha enzi. Sawa? Naye ana kiti chake cha enzi. Hiyo ndio iko hivyo hapo. Sema kuna Mungu Mwenyezi ameketi na kuna Yesu yuko upande wa kulia wa kiti cha enzi cha ukuu. Sawa. Kwa mfano kama nimesahau ile andiko, ukisoma kitu kile, ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili, wakati Mfalme Sulemani amekuja kutembea na mama yake. Ndio. Mfalme akaagiza kiti kingine. Kikawekwa upande wa kulia. Akaketi mama yake. Sasa kwa mjibu huo, je, mama Sulemani mkuu Sulemani kiutawala? Hapana. Ile ni amempa heshima. Sawa. Kwa hiyo Yesu amepewa nini? Heshima. Na maana kwamba nanyi pia mkishinda nanyi mtakaa pamoja na mimi katika nini? Cha enzi. Haina maana kwamba tutakaa hivi kwenye kiti chake. Hapana. Nimewahi kuulizwa swali hili vile vile na Mwalimu Nkemwa. Akasema kama mtasema hivyo kwamba kweli Yesu yupo mkono wa kulia wa Mwenyezi Mungu, tujiulize huyo Mwenyezi Mungu ana nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe kwa kinywa chake anasema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwamba hata yale mamlaka yote ya kuhusiana na Mungu Yesu ndiye anaye. Cha kwanza angejiuliza hivi, aliyempa mamlaka ni nani? Asikimbie kuwa na mamlaka yote. Ajenge hoja, aangalie kwamba aliyempa mamlaka ni nani. Sawa. Tuko pamoja? Ndio. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo. Ndio. Mwanzo nafikiri sura ile ya 48 kama sijakosea. Mwanzo 48. Huko usisome tu nitaeleza. Sawa. Yusufu alivyotafasiri ndoto ya Farao. Ndio. Farao akamtukuza. Akampa mamlaka yote ya nini? Ya Misri. Ila akamwambia kwamba kiti changu sitakupa kiti changu. Ila baada yangu nakupa mamlaka yote. Yeye Farao alibaki na nini? Kwa maana Farao anaendelea kuwa ni mtawala lakini anatawala kupitia nani? Yusufu. Kwa Yesu amepewa mamlaka yote ila hajapewa kiti cha baba. Unasema ninatoa wapi maneno hayo? Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Kwa hiyo Yesu alipewa vyote na baba yake, lakini hakupewa kiti ama enzi ya baba. Baba hakujitiisha chini ya mwanae. Ila sasa vitu vyote vinakuwa chini ya Yesu kwa mantiki, lakini baadaye Yesu atavirejesha. Soma andiko hayo. Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia ule mstari wa 26 mpaka 28. Mstari wa 26 anasema,
adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Tuende kidogo hapo. Kwa aliyemtiishia Yesu nani? Ni Mungu. Mungu. Lakini yeye akufanyaje? Hakutii. Akujitiisha. Ndio. Si ndio paka hapo? Ndio. Yaani ametiishia vyote, lakini akujitiisha. Ni sawa sawa. Kama Masamia akupe mamlaka yote. Ndio. Lakini yeye hajatiisha chini yako. Amekupa mamlaka. Ndiyo. Lakini yeye hajajiweka chini yako. Okay. Kwa maana yuko juu yako. Ndio anaandiko. Sawa sawa. Kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Asante. Okay. Ili Mungu awe yote katika wote. Wakati huo naandaa 4:6 wa Efeso, aliye yote katika wote ni nani? Kwa maana kumbe Baba alimtiishia Yesu vitu vyote. Lakini Baba hakujitiisha chini ya Yesu. Sawa sawa. Na Yesu ameambiwa kazi yake ni moja tu, kutiisha vitu vyote. Na adui wa mwisho utakuwa ni mauti. Kwa baada ya mauti kuondolewa katika paradiso inayokuja, mwana mwenyewe atafanyaje? Atatiishwa. Si atatiishwa. Ndio. Atajitiisha, atatiishwa. Okay. Kwa alitiishiwa vitu vyote. Lakini mwisho naye anafanyaje? Anatiishwa. Sasa niambie swali kwako simulizi. Kama Yesu ndiye Mungu aliye sawa na Baba, koiko and koitana, unatoshana kwa mujibu wa utatu, why atiishwe? Okay. Mtu ambaye mko naye sawa anataka kutisha? Hapana. Kwa maana kuna mkuu kuliko Yesu. Sawa sawa. Ambaye anamtiisha Yesu, ambaye amemtiishia Yesu vitu. Na Yesu atakuja kutiishwa mwisho wa wakati. Sawa sawa. Soma andiko. Nimekuambia lipi hilo? Mstari wa 6 wa Efeso 4 anasema Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Asante. Kuna maana atapomtiishia ili Mungu awe yote katika wote. Kuna maana mwisho wa picha, sababu dunia leo imekabidhiwa kwa Yesu. Ndio. Na Mungu mambo yote Yesu anayatawala na kuyaongoza. Lakini mwisho Yesu mwanae atarejesha madaraka kwa Mungu Baba. Okay. Ili Baba awe yote katika yote na ndani ya yote. Hiyo ndiyo hoja ambayo iko hapo. Kwa maana Yesu si Mungu mmoja aliye Mwenyezi. Never. Okay. Ila ni mwana wa huyo Mwenyezi. Sawa sawa. Una swali hapo? Hapana. Sasa tunaelewa vizuri sasa hapo. Ndio. Huyu Mungu Mwenyezi. Ndio. Hata mashetani wanamtambua. Sawa sawa. Wanatambua si Yesu. Kumbuka mashetani waliishi mbinguni. Ndio. Wanajua walikuwa ni malaika wale. Okay. Hebu nipe Yakobo 2:19. Yakobo 2:19. Sawa sawa. Mstari wa 19 anasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Tulia kidogo. Ukiamini Mungu ni mmoja unafanya nini? Watenda vema. Kwa hiyo unatenda vema. Kwa maana mimi leo simulizi nikikwambia kuna Mungu mmoja aliye Baba, nafanyaje? Natenda vema. Si ndio? Ndio. Ila kuna wengine hasa ile society kina Mwankemanism, kina Chaka wa Musa, kina Mapasta Makori na wengine kama hao, mapasta wengi wa Kikristo na nini, wao wanaona kwamba hatutendi nini? Vema. Endelea na andiko. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Mashetani nao wanafanyaje? Wanaamini na kutetemeka. Sawa sawa. Tuko pamoja hapo Ndio. Wewe mashetani pia wanaamini kuna Mungu huyu mmoja na wanatetemeka. Sawa sawa. Hata shetani mwenyewe wakati anafuata Yesu katika mlima ule wa majaribu. Ndio. Shetani alivyomwona Yesu hakusema wewe ndiye Mungu Baba Mwenyezi. Okay. Alimjaribu hivi. Hebu nisomee andiko hili. Ndio. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 4. Mathayo 4 mstari wa 3. Mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Kumbe huyo ni shetani? Ni shetani. Anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa alikuwa anamfahamu? Ndio. Akusema kwamba wewe ni Mungu Mwenyezi. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Hapo anamjaribu. Alikuwa anajua ni mwana wa Mungu. Si kwamba hajui, ila tu anamjaribu. Sasa. Hebu soma 3:11 Marko. Angalia mapepo sasa. Wengine mashetani wengine hapo. Wanamsemaje Yesu? Na pepo wachafu kila walipomwona walianguka mbele yake, wakalia wakisema,
wewe ndiwe mwana wa Mungu. Wewe ndio mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa maana mapepo hawakumwita Yesu ni Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo mashetani wanajua kuna Mungu huyu mmoja na wanatetemeka. Na huyo Mungu mmoja si Yesu. Wakorintho wa kwanza 8:6. Tuanze mstari wa 5 mpaka wa 6 na wa 7. Wakorintho wa kwanza 5 mpaka 7. 8 sura ya 8 Wakorintho wa kwanza mstari wa 5 mpaka wa 7. Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, ndio, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Hapo kuna wangapi hapo simulizi? Wawili. Wa kwanza Mungu mmoja aliye Baba, na yuko Bwana mmoja Yesu Kristo. Wewe ninaposema kwamba Mungu mmoja wa pekee Mwenyezi si Yesu, nimepatia sijapatia? Hapo kwa andiko hili umepatia. Mstari wa 7, bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote. Ujuzi huu haumo ndani ya nini? Ya watu wote. Ya watu wote. Kwa sababu ukiendelea kusema, kwa sababu umezuia sanamu. Ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa ina maana pointi kwamba ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba na yuko Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo siwezi kuwalaumu sana, kwa sababu wanapotubishia na nini wanasema sisi ni wapinga Kristo. Yaani haya maandiko tunayosoma tunaitwa wapinga Kristo. Sasa sijui mpinga Kristo anajisikiaje? Maana atakuwa na fly sana. Maana mpinga Kristo ndio anaharibu ukweli huu, ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, maana wamezoea sanamu. Sasa na leo Mungu wao umemchora kwa pembe tatu. Ndio. Kwamba hapo umeweka pembe tatu, ndio umesoma hesabu. Ndio. Pembe ya kwanza uga na nyuzi 60, ndio. Na huko nyuzi 60, na huko nyuzi 60. Kwamba zinatosha? Afu katikati pale umeweka pembe ya kwanza umeweka Baba. Huko ya pili Mwana, tatu umeweka Roho Mtakatifu. Afu katikati ni Mungu. Sasa kwa maana hawa wanaona nani? Mungu. Kwa hiyo ukitoa pembe moja kuna nani? Hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Kwamba Baba na Mwana Roho wanatoshana. Sasa hiyo ni sanamu. Yaani hebu fikiria tu, pembe tatu unamchora Mungu kama pembe tatu. Hivi leo mimi nikikwambia kichwa kama pembe tatu. Hapa mmoja anaishia hapa. Sasa. Si ndio? Lakini Mungu unamwita pembe tatu ambayo inachorwa na mwanadamu. Sasa hapa hapo. Lakini Mungu anasema tusimchole. Okay. Tuko mpaka hapo? Ndio. Hebu nisomee 17:29 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. 17:29. Sawa. Mstari wa 29 anasema, 26 imeisha. 17. Amna Matendo 17. Matendo. Sawa. 29 hiyo ndiko liko. Haba kama Biblia yako ndio imeishia hapo. 29 anasema, basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Pembe tatu yachongwa kwa ustadi wa akili za wanadamu. Yamechorwa kwa ustadi. Kwa maana hatupati kumzania Mungu kama pembe tatu. Na kuna wengine mapasta wengine wanasema Mungu wanasema kama maji. Kwa maji inaweza kuwa kimiminika, maji inaweza kuwa mvuke, maji inaweza kuwa barafu. Ndio. Tuko pamoja hapo? Kwa maana wanamfananisha Mungu na vitu. Okay. Si ni aibu sana hiyo? Kwa wanazania. Kwa hawataki lugha ya maandiko ya pamoja. Wanazania. Mfano kitabu kile cha Kumbukumbu 4:15, hebu nisomee. Mungu alionya kabisa litazalisha. Kwa utaka kumjua Mungu, angalia maandiko yanasemaje kuhusu Mungu. Msikilize Yesu anasemaje kuhusu Mungu. Kumbukumbu 4:15. Jihadharini nafsi zenu basi. Ndio. Maana hamkuona umbo la namna yote siku ile Bwana aliposema nanyi kutoka kati ya moto. Msije mkajiharibu nafsi zenu, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke. Ndio. Mfano wa mnyama yeyote aliye duniani, au mfano wa ndege yeyote arukaye mbinguni, au mfano wa kitu chochote kitambacho juu ya ardhi, au mfano wa samaki yeyote aliye katika maji chini ya nchi. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishiwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Sema jihadharini.
Sasa leo Wakristo wamemchora Mungu kwa pembe tatu. Kwa pembe tatu ndio mfano wa Mungu wa Wakristo wa leo. Ila Mungu wa Biblia hataki kuzaniwa. Mungu anafunuliwa kwa sura yake katika Kristo. Yeye ndio sura yake Mungu. Wewe unataka kumjua Mungu, mwangalie nani? Kristo. Kristo ndiye amekuja kumfunua Mungu Mwenyezi, Mungu wa pekee na Mwenyezi. Sasa kuna andiko moja mtumishi, nataka tulivunje kidogo ile andiko afu mada inaweza kaishia hapa, tuingie mada nyingine. Kuna andiko moja ambalo linadaiwa kwamba ndio limesema Yesu ni Mungu Mwenyezi. Sawa. Ndio. Nataka tulivunje hilo andiko. Sawa. Nisome kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza. Ndio. Mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Sasa hapo sema unaona hapa anayekuja ni nani? Ni Yesu. Ni Yesu ambaye ndio huyo anaitwa Mungu Mwenyezi. Na Yesu anajiita Alfa na nani? Na Omega. Kwa atakayekuja sema ndio Mungu Mwenyezi. Sasa hapo inakuwa inajicontradict. Sasa nataka tulivunje. Shika tu Biblia yako hapa. Sasa nataka sasa tulijibu kimaandiko. Ndio. Hebu rudia ile andiko vizuri tena. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Asante. Au sasa nataka sasa tujenge msingi bora hapo uweze kuelewa. Sawa. Hebu nipe mstari ule wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaoneshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonesha mtumwa wake Yohana. Kumbe sasa ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Ndio. Aliopewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Aliopewa na Mungu. Kwa maana katika mstari wa 8 Yesu anauzungumza. Sawa. Kwamba mimi ni Alfa na nani? Na Omega. Na Omega. Alafu asema. Asema. Sababu kapewa ufunuo. Sawa. Kwa Mungu amempa ufunuo ili akaseme. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Kwamba mimi ni Alfa na nani? Na Omega. Asema Bwana Mungu Mwenyezi, aliyoko na aliyekuwako na atakayekuja. Kwa hiyo Bwana Mungu Mwenyezi ndo amesema Yesu ni Alfa na nani? Na Omega. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Na ile Alfa na Omega ina maana hii pia. Hebu nisomee katika kitabu kile cha tutarejea hapo. Ndio. Waebrania 12 mstari wa kwanza na mpaka mstari wa pili. Waebrania 12. Mstari wa kwanza na wa pili. Ndio. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Asante. Kuna maana Yesu ndo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza. Ndio. Yeye ni Alfa na Omega. Sasa Bwana Mungu anamwambia Yesu kwamba aseme yeye ni Alfa na nani? Na Omega. Asema Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na atakayekuja. Sawa? Sasa kwa picha hii turejea katika Ufunuo mmoja pale. Sasa tumwangalie huyu Mungu Mwenyezi hapo katika Ufunuo mmoja hiyo. Sasa watu wanashindwa kuelewa kwa sababu wanasoma kwa kurukia andiko hili moja. Sasa tuanze ule mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa Roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutoosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tuko pamoja mpaka hapa? Ndio. Nataka nikuulize swali mtangazaji, ili watu wasikie. Ndio. Andiko katika mstari wa 4 mpaka wa 6. Ndio. Ni salamu toka kwa wangapi? Hapa ni salamu kwanza kutoka kwa ni salamu kutoka kwake yeye aliyoko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mungu Mwenyezi. Na kwa Roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi, na zitokazo kwa Yesu Kristo ambaye ndiye shahidi. Ni hizo. Sasa kwa mjibu hilo andiko ama andiko matatu. Ndio. Je, Yesu ndo anaingia katika Mungu aliyekuwako atakayekuja? Hapana. Imetofautisha. Ndio. Kwa hiyo imesema huyu aliyeko na aliyekuwako atakayekuja ndio mstari sasa kwamba ni baba yake nani? Baba yake Yesu. Ndio. Ambaye ndiye Mungu, ambaye ni baba yake Yesu. Kwa maana baba yake Yesu alimwambia Yesu sema mimi ni Alfa na nani? Na Omega.
Tuko pale mpaka hapo Ndio. Kwa ina maana Mungu Mwenyezi kwa mjibu ile andiko, ile sura ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo, si nani? Si Yesu. Si Yesu. Sasa tu prove tena. Twende sura ya 4, ushahidi mwingine. Nisome mstari wa kwanza. Baada ya hayo niliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonesha mambo ambayo hayana budi kuwapo baada ya hayo. Na mara nilikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kiliwekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kiti kile. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti niliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji la dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu. Na hizo tumesema kwamba kutoa salamu pale, sawa Sasa tupige mstari wa 8 hapo. Na hawa wenye uhai 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6 pande zote, na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Kwa maana yule mmoja aliyeketi kwenye kiti cha nini? Cha enzi, ambapo kunatoka ngurumo, umeme na sauti. Okay. Wenye uhai 4, yani wale malaika 4 wakuu, ndio, wakimsifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako, aliyeko, aliyoko na atakayekuja. Mwenyezi. Tunakubaliana Ndio. Ni mmoja ameketi. Sawa. Sasa tuje katika sura ya 5. Okay. Mstari wa kwanza. Kisha nikaona katika mkono wa kulia wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa mihuri 7. Sasa mpaka mstari wa 9. Nikaona malaika mwenye nguvu akilihubiri kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua kitabu na kuivunja mihuri yake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Ndio. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu ili na ile mihuri yake 7. Nikaona katikati ya kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kulia wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4. Sasa tule kidogo hapo. Ndio. Kabla jana habari. Tunaona kabisa Mungu ameketi. Ana nini? Ana kitabu. Ndio. Baadaye malaika anatangaza nani mwenye kuchukua kitabu akakifungue, akafunge mihuri 7. Ndio. Akasimama nani? Mwana kondoo. Akaenda. Tuko pale mpaka hapo? Ndio. Akakichukua. Ndio. Swali kwako. Huyu aliyeketi na mwana kondoo ni mmoja? Hapana. Na aliyeketi anaitwa Mungu Mwenyezi, aliyoko na aliyekuwako atakayekuja. Sasa mimi nataka nijenge swali kwako ili uthibitishe. Ndio. Katika huyo Mungu Mwenyezi aliyekuwako na atakayekuja ni Yesu? Kwa mujibu wa haya maandiko? Hapana. Na maana Yesu ni mwana kondoo? Mwana kondoo wa Mungu. Ambao tunakubali si ndio Yesu mwenyewe? Kusema 1:29 Yohana kwamba tazama na kondoo wa Mungu achukua nini? Dhambi ya ulimwengu. Sasa akachukua kile kitabu. Sasa tuwaulize wale wazee 24 na wale wenye uhai. Sasa wanaongeleaje jambo hilo? Mstari wangapi upo? Okay, nimesoma mpaka mstari wa 8. Sasa endelea na hiyo 8. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuifungua mihuri yake, kwa kuwa ulichinjwa ukawa fidia kwa Mungu, na kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa ina maana hao wazee 24 na wale wenye uhai wanasema Yesu alichinjwa akamnunulia Mungu wetu nini? Okay, ndio watu. Ukawafanya ufalme na kuhani mbele ya Mungu wetu. Sasa huyo Mungu wetu alikuwa analifaa kwa nani? Kwa Yesu au kwa yule Mungu mwingine pekee? Maana yake Mungu mmoja mkuu.
wakuwa na kwa Mungu aliyeketi pale. Ndio. Kwa hiyo kwa mujibu wa ibada ya mbinguni, malaika na viumbe wote mbinguni wanajua kuna Mungu wetu. Sawa sawa. Sasa mpaka hapo na kuna mwana kondoo Yesu Kristo. Sasa huku duniani kwa makanisa ya Kikristo wao hawajui au hawataki. Kiburi tu. Ingawa hata hichi kitabu hichi kidogo kina cha katekisimu hichi. Ndio. Sijui baadaye unapagawaga nini kinaandika hivi. Hii ni katekisimu Katoliki. Ndio. Kanisa Katoliki ufupisho wa makini. Ndio. Ukurasa huu wa 28 inasema hivi. Ndio. Ungamo la imani. Sawa sawa. Inasema hapa kanuni ya imani ya mitume. Ndio. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee Bwana wetu aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wenyewe wanaamini kuna Mungu nini? Mwenyezi, si Yesu. Lakini baadaye unakorogeka tena. Uje ukurasa wa 65 hapa wanasema hivi tena. Ukurasa wa 65 kipengele cha 8. Kanisa linaonyesha imani yake katika utatu kwa kuungama Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ndiyo. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sasa na hapo wanaita huko nyuma nasadiki kwa Mungu Mwenyezi Baba. Sasa wamepagawa. Kwa sababu wameongea ukweli lakini mwanzo. Kwamba nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba wa mbingu na nchi. Na kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee. Wa pekee. Jambo jema. Bwana wetu. Lakini katika ukurasa unaofuata tena ili kumpata Mungu mmoja wanaweka Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tuje sasa vizuri katika andiko. Kwa maana mbinguni, ibada ya mbinguni wana Mungu wetu, au sio? Aliye Baba. Na wana mwana kondoo Yesu Kristo, mwana wa Baba. Hiyo ndio ibada ya mbinguni. Sasa mimi leo Masawe nikishirikiana wa mbinguni wazee 24 wale malaika kusema kuna Mungu wetu aliye Baba, huku wa Kristo wanajagaza bwana ukota mawe, wanasema mimi ni muasi, mimi ni mpinga Kristo. Kwa maana mbingu inawaangaliaje hawa? Mbingu inaona ni wahuni. Wanasema ukubali uungu wa Yesu. Sikubali uungu wa Yesu. Sasa kama mbinguni hapo kuna Baba na Mwana, Yesu ana heshima. Hebu ni historia mstari wa 13 pale tunaona hata Yesu akiangukiwa. Kwa Yesu sio wa kawaida. Anaposema kuna Mungu mmoja wa pekee aliye Baba, si maanishi kumdunisha Yesu. Ila wao ambao wanataka kumweka Yesu katika kiti cha Baba, hao ndio wanakufuru. Wanatakiwa wamweke Baba katika position yake na Yesu katika position yake. Yesu ni the son of living God. Sawa, hebu nisome mstari wa 13 hapo. Mstari wa 13 anasema na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake nilivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na kwake mwanakondoo hata milele na milele. Umeona Ndio. Viumbe vyote mbinguni na duniani na chini ya nchi vinamsifu aketie kwenye kiti cha nani? Cha enzi, yani Mungu Mwenyezi na mwana kondoo. Sawa sawa. Sasa mpaka chura anajua. Sio yuko chini ya nchi. Ndio. Kwa chura anajua kabisa kuna Mungu Mwenyezi na kuna mwana kondoo. Ila leo Wakristo wa leo wanazidiwa ufahamu mpaka na viumbe. Viumbe vinajua kuna Mungu Mwenyezi na kuna Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini Wakristo wamekuwa confused. Yaani nasemaga mara nyingi wanakasirika. Ndio. Bora hata Wabuddha au Wahindu ambao wana miungu yao. Sawa sawa. Na wako direct katika miungu yao. Wanaweza kuelezea miungu yao. Ndio. Hata Waislamu wako direct kusema Mungu wao ni nani, wanasema ni Allah. Sawa sawa. Ndio kuna Washia, kuna Wasuni, lakini Waislamu wana vurugu au ushasikia kama hicho? Hapana. Lakini ukija kwa Wakristo ulize Mungu wenu ni nani? Ni confusion. Kwa hiyo mpinga Kristo amewaelemea Wakristo kwelikweli, amewaelemea. Yaani Wakristo hawana Mungu anayeeleweka. Kama kimesema kwamba hawamjui Mungu wao. Sawa sawa. Lakini Mungu wa Biblia ambao niko nayo hapa, ndio amefunuliwa. Okay. Anaeleweka. Tuko pamoja mpaka hapo? Sawa sawa. Hebu nipe maandiko haya katika mji mpya, katika Yerusalemu mpya ambao Wakristo wanataka kwenda. Ambao Yesu anaenda kutuletea Yerusalemu mpya, paradiso. Ndio. Kuna Mungu na kuna Yesu Kristo mwana kondoo. Okay. Kuna maana kuna kama mtu yeyote ambaye hataamini huo ufunuo, yeye anaamini Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hawezi kwenda mbinguni. Never and ever. Okay. Maana ameshakuwa confused, ameshakuwa mtu wa kufuru. Hebu nisomee Ufunuo 21 na ule mstari wa 22. Sawa, mstari wa 22 anasema, nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Kuna maana ule mji mtakatifu ndio hauna hekalu. Na maana ule mji wenyewe ndio hekalu. Okay. Tuko pamoja, ni kwa ni mji ambao hekalu la Mungu Mwenyezi na mwana kondoo. Kuna maana katika mji mtakatifu Yerusalemu mpya
kuna Mungu Mwenyezi. Ndiyo. Na kuna mwana kondoo ambao ni Yesu. Siondoke hapa, bado tunapiga maandiko Sawa. Tuko pamoja hapo? Ndiyo. Sasa yule ambaye anasema Mungu ni Baba, Mwana na Roho, anapitia mlango upi wa mbinguni? Hapana. Ni watu wa makufuru wale. Ameshamkana Mungu, kamkana Yesu katika position yake. Sawa. Nisomee mstari wa 23, taa ya huko katika Yerusalemu mpya ni ipi? Na nuru yake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza. Ndio. Kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Kwa maana ule mji unatiwa nuru na nani? Na mwana kondoo. Utukufu wa Mungu. Okay. Na taa yake ni mwana kondoo. Si mambo mawili hapo. Nuru na taa si tofauti hapo? Utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Kwa maana utukufu wa Mungu ambao usioweza kuonekana kwa hali ya kawaida. Ndio. Ndio mwisho katika mji ule Yerusalemu ndio utakuwa unatia, unaangaza. Sawa. Na taa yake ni mwana kondoo. Ndio. Okay. Kwa watu wa Mungu watakuwa wanatembelea katika utukufu wa Mungu na taa ya mwana kondoo. Sasa leo unamkataa, unasema mwana kondoo ndiye Mungu Mwenyezi. Wewe umekufuru. Sasa kwa kuhitimisha hapa, mtangazaji, ndio huyu Mungu ambaye anamsimulia hapa, Mungu Mwenyezi aliye Baba. Ndio. Pia ingawa Yesu ni mwanae. Ndio. Lakini bado kwa Yesu yeye anakuwa ni Mungu kwa Yesu. Sawa. Na kwa Yesu anamuita huyu Mungu Mungu wake. Sawa. Najua Wakristo wakisikia maneno haya na kela sana. Okay. Yanawauma sababu wameshadanganyika miaka mingi. Sawa. Hawafundishwi. Ukiwabana siku nakwambia Mungu achunguziki. Tukifika mbinguni tutayajua yote. Yesu kasema kwamba siku ile hamtaniuliza swali lolote. Kashaweka mambo sawa. Okay. Hata muuliza maswali, mambo yote yanaishia hapa hapa. Kama ni maswali uliza hapa hapa kwa maandiko na utajibiwa. Na aliwaambia tunaye Musa na manabii. Tusipowasikiliza wao, hata mtu akifika katika wafu hatuwezi kumsikiliza. Katika ile Luka 16 hicho kisa kiko pale. Filipi 3:33. Wanaye Musa na manabii, akimaanisha kwamba wanayo maandiko. Okay. Hebu tuweke za msingi huu kwanza. Nipe 24:45 kitabu kile cha Luka, tuangalie vizuri. Luka 24 mstari wa 45. Anasema tunaye Musa na manabii, kwamba tuwasikilize wao. Mtu yeyote hata atoa katika wafu, akifuata katika wafu, hatuwezi kumsikiliza. Okay. Soma andiko. Okay, anasema mstari wa 45. Ndipo akawafunua tuanze 44. Kisha kawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika vitabu vya manabii na Zaburi. Ndipo akawafunua akili zao wapate kuelewa maandiko. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Kuna Yesu akuambia sasa nendeni mkasome chuo cha teolojia mnijue. Okay. Akawafunulia akili zao waelewe nini? Maandiko. Ukielewa maandiko utajua position ya Yesu Kristo. Sawa. Utamjua Mungu wa kweli na kadhalika. Na alianza Musa, yani Torati, Zaburi na manabii wote, akawafunulia habari zake. Sasa tuangalie habari zake katika manabii. Ni nani? Okay. Kitabu kile cha Zaburi. Zaburi ngapi? 110 mstari wa kwanza. Zaburi 110 mstari wa kwanza anasema hivi. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Neno la Bwana ziko ngapi hapo? Zipo 2. Bwana ya kwanza kubwa, herufi kubwa zote. Bwana ya pili herufi kubwa moja ya kwanza. Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi upande wangu wa kulia, hadi niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Katika Korinto wa kwanza tulisoma mstari wa 26 mpaka 28, si ndio? Ndio. Tulisema kwamba Mungu alitisha vitu vyote. Na hiyo hapo umesoma Bwana herufi kubwa. Ndio. Kwamba Bwana akamwambia Bwana wangu, yani Bwana yule Yawe akamwambia Bwana herufi ndogo, si ndio? Sasa ambao ni Yes. Keti upande wangu wa nini? Wa kuume, mpaka atapoweka adui zako chini ya miguu yako. Okay. Hao ni wangapi hao? 2. Bwana wa Yawe mwenyewe, Mwenyezi, na kuna Bwana mwingine ambao ni Yesu Kristo, Adonai. Sasa hiyo ni Zaburi. Na Yesu aliwaambia mitume kwa aliwafunulia katika Zaburi. Okay. Sasa tuje kwa Sulemani, Misari 30 mstari wa 4, tuangalie vizuri. Mithali 30 mstari wa 4. Sawa. Soma. Mstari wa 4 anasema hivi. Ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makozi yake? Ni nani aliyeyafunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Jina lake ni nani? Ni nani jina la mwanawe kama wajua?
Tuko pamoja hapo? Ndio. Kwa maana Sulemani alijua kuna Mungu muumbaji wa pekee na kuna Yesu Kristo mwanawe. Tunakubaliana Kabisa. Sasa tuje katika Mika 5 mstari ule wa 2. Okay. Tuseme mpaka mstari wa 3 mpaka wa 4. Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye asili yake imekuwa tangu zamani za kale na tangu milele. Endelea. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na uchungu. Ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli. Endelea. Naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake. Nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hadi miisho ya dunia. Huyu anayetabiriwa ni nani hapo? Manake ni Yesu. Alizaliwa Bethlehem. Ndio. Na maandiko yanasema kwamba atawachunga watu wake kwa jina la Bwana Mungu, kwa jina la Mungu wake. Kuna maana Bwana ni Mungu wa nani? Okay. Manake hapa amesema hivi, na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabakitani, maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? Ndio Ndio. Kuna maana Mungu alimwacha Yesu msalabani asulubiwe. Ndio. Sasa kwa picha hiyo ni kwamba Yesu analia, baba yangu, Mungu wangu, mbona umefanyaje? Umeniacha. Tunasema hapa kwa namba Zaburi tu, amesema kwamba tulikuwa tunasoma tu Zaburi ya kumaanisha kwamba baba ni Mungu wake. Ndio unavyohubiri wa Sabato basi. Lakini kweli pale kwenye Zaburi nimeandikwa hivyo, Eloi lama sabakitani. Sasa kwa ameandikwa yeye Yesu mwenyewe. Okay. Katika ile 22, 24, 44 kitabu kile cha Luka tumesoma kwamba akatoa mambo yake katika Zaburi na katika Torati na manabii. Sawa sawa. Na maana ni kweli. Sasa je, swali, je, Yesu kwa anazuga kwamba baba si Mungu wake? Okay. Sasa tuulize, sasa tuthibitishe mambo mengine sasa. Ndio. 20:17 kitabu cha Yohana Mtakatifu. Tuseme basi hapo kwa namba Zaburi basi ya kumaanisha. Sawa, mstari wa 17 anasema, Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Si kwa hivyo? Kweli. Na katika 5:2 Mika imesema kwamba atawachunga watu wake kwa jina la Bwana Mungu wake. Sawa sawa. Sasa hapo atakwambia kwamba hapo Yesu kwenye ile Luka ndio wanakuambia katika ile Marko na hata maandiko kusema kwamba alikuwa katika mwili, si ndio maana yake? Ndio. Sasa tuulize mitume wa Yesu Kristo. Tuulize mtume Paulo, mtume wa kimataifa. Katika Waefeso 1:17. Sawa, mstari wa 17 anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nani? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Baba wa utukufu ni nani? Ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni maandiko mimi nimesema. Maandiko yenyewe. Kwa sababu Wakristo hawaamini ya maandiko. Okay. Sasa tumuulize Yesu mwenyewe akiwa mbinguni. Sawa, akiwa na utukufu wake. Ndio. Je, anakanusha maneno hayo? Kwamba sasa yeye amerudi katika kuwa Mungu Mwenyezi? Nisomee 3:12 kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana. Sawa, mstari wa 12. Mstari wa 12 anasema hivi. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Tuko pamoja hapo? Ndio. Sasa hilo andiko swali nakuuliza kwa mtangazaji. Yesu amemwita baba yake ni nani? Mungu wake. Sasa haya maandiko tuyang'oe? Hapana. Haya maandiko Wakristo wapende kuyasema, lakini ndio Biblia imefundisha. Okay. Sasa kwa kumaliza hii topic yetu, ndio kuna andiko ambalo linatumika pia. Sawa. Katika Tito 2:13. Tito 2:13. Hebu tulisome hilo andiko. Okay, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa Tito. Okay. 2:13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na kufunuliwa kwa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Tuko pamoja hapo Ndio. Sasa hili andiko ndio linachukuliwa kuvunja maandiko yote ambayo nimeyabainisha. Sasa. Ngani tena nimeweka machache sana. Okay. Tuko pamoja hapo? Ndio. Sasa hilo andiko halifundishi Yesu ni Mungu mkuu. Sawa. Sema sasa hapo nafikiri tafasiri ya Kiswahili ya Union Version. Ndio imewachanganya yote. Kwa mfano hebu anza mstari wa sura ya kwanza hiyo ya kitabu cha Tito hapo. Tito sura ya kwanza. Mstari wa kwanza na wa pili. Paulo,
mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu na ujuzi wa kweli ile iletayo utawa. Tito 1:1. Endelea. Katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu milele, akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe niliokabidhiwa kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu. Kwa Tito mwanangu halisi katika imani tunayoshiriki, neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kwa hapo Mtume Paulo anaanza kwamba kuna Mungu Baba na Mwokozi wetu. Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa miaka wangapi? Wawili. Sasa mstari wa 12-13 ndo Wakristo wanasema kwamba Paulo alienda tena akakiuka sura ya kwanza. Kwamba Yesu ndio Mungu mkuu mwenyezi. Lakini haimaanishi hivyo. Kwa mfano katika tafasiri ya muungano wa tafasiri ya habari njema ambayo imeshikana na Wakristo wote wa Katoliki na Waprotestanti kuweka kulinganisha utafasiri ya kisasa ya leo. Hii tafasiri ambayo imetafasiriwa Univision ni Kiswahili kizuri tu, tuko pamoja. Ila kuna sehemu ambazo mtafasiri huyu mzungu ambao alitumia wale makazi wa Kiarabu, wale wa Mombasa, wale ambao wanajua Kiswahili, kuna sehemu ambayo alichemka kwenye kutafasiri. Tuko pamoja mpaka hapo? Simaanishi kwamba Biblia imetiwa mikono. Biblia iko pale pale. Lakini tunaposoma tafasiri ambayo inatunyima nafasi, tunageukia kuangalia maandiko mengine yanasemaje. Lakini pale ambapo tunakwama, tuna haki ya kurejea katika ile sehemu aliyotafasiria yeye. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa nipe katika chukua hiyo tafasiri ambayo imetafasiriwa na Wakristo wote ya Biblia ya habari njema, nisomee hilo andiko. Sababu hapo Wakristo wote wametafsiri andiko hilo la Tito 2:13. Habari njema. Ndio. Sawa. Soma. Tito 2:19. 2:13. Tito 2:13. Soma. Umepotea? Hapana. Habari njema. Ndio. BHN toleo la kujifunza. Sawa. Soma. 13 anasema Tito 2:13. Tukiwa tunangojea siku ile ya heri tunayoitumainia, wakati utakapotokea utukufu wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hapo imetofautisha, imeweka sawa. Imeweka sasa sawa, imetofautisha na kule. Hiyo Biblia sijatafasiri mimi. Sawa. Hiyo ni habari njema, ni ushirikiano wa Katoliki pamoja na nani? Na Waprotestanti. Sasa tuje katika King James Version. Ambayo sio ndio toleo ambalo pia limechukuliwa kwa tafasiri hii nyingine ya Union Version. Kwa uzuri wanao wanakiri kwamba kuna makosa ya tafasiri katika Union Version. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuone kwenye King James Version hilo andiko linasemaje. Sawa. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sasa hiyo kwenye King James Version imesema Baba Yesu ni Mungu mkuu. Hapana, hii sasa ndio imesema vizuri. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Na utukufu wa kutokea kwa Mungu mkuu. Ndio. Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa maana Yesu kwamba utakuja utukufu wa Mungu mkuu na nini? Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na atakuja na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na Yesu ndio aliahidi kwamba atakuja siku za mwisho na utukufu wa Baba yake, na utukufu wake na utukufu wa malaika. Sasa soma kwa hii Biblia ya Korinto into complete Jewish Bible. Hii Biblia ya Wayahudi sasa, Wakristo wa Kiyahudi. Biblia ya Kiyahudi 13 hapo. While continuing to expect the blessed fulfillment of our certain hope, which is appearing of the Shekinah of our great God and the appearing of our deliverer Yeshua the Messiah.
Unaonaje hiyo? Hii sasa imenyoka zaidi. Nyoka zaidi ni ya Wayahudi wenyewe. Tukiwa tunaendelea kusubiria tumaini tumaini letu na kutokea shikina ni nini? Utukufu wa Mungu mkuu. Ndiyo. Na kutokea kwa mkombozi wetu au mwokozi wetu Yeshua the Messiah, yani Yesu Masihi, Yesu Kristo. So umeona point hiyo? Hiyo imenyosha zaidi. Imenyosha zaidi. Sasa inakuja ya Kiswahili ipishane na lugha ya English. Na za English ambazo zilianza kule. Na hasa Waebrania utasemaje? Kwa maana point ni kuja ni watu tu wanalazimisha, wanaelewa, lakini wanalazimisha iendane na theolojia yao. Sasa leo mtu anachukua fungu moja anang'ang'ana kuvunja maandiko 100 yote ya nyuma. Anasema lakini Tomaso alipomwona pale akasema, Mungu wangu, kwa nini Yesu akukataa? Sasa mwana wa Mungu ni nani? Ni Mungu. Ni mwana wa Mungu. Sasa na asili hiyo, kwa hiyo kumwita Yesu ni Mungu una shida, lakini katika pointi ipi? Ukilenga ndiye Mungu Mwenyezi, au sio? Ndio. Imekula kwako. Lakini ukimaanisha hivyo kwa maana yeye ni mwana wa Mungu, uko sahihi? Uko sahihi. Sasa tumuulize Yesu, je, nani ni mkuu? Sawa. Hebu nipe katika 10:29 kitabu cha Yohana Mtakatifu. 10:29. Sawa. Mstari wa 29 anasema hivi. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Kwa maana baba wa Yesu ni nani? Ni mkuu kuliko wote. Kuliko wote. Je, Yesu naye yuko? 14:9. No, ni 14:28 Yohana Mtakatifu hiyo. 14:28. Anasema mstari wa 28, mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Ndiyo. Kama mngalinipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Ndiyo. Kwa hiyo Mungu mkuu ni nani? Ni Baba. Ni Baba. Sababu nisomee kwa King James Version tuishie hapo. Ile Yuda moja, ni sura moja tu Yuda. Nipe mstari wa 3 na mstari wa 4 kwenye King James Version. Yuda mstari wa 3 na wa 4. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was delivered unto the saints. Endelea. For these are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Inasemaje hiyo, umeonaje hapo? Au kuna makafiri ungodly men. Sawa. Anasema wanamkana Mungu Bwana wa pekee. Na Yesu Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna maana hao ni wangapi? Kuna Bwana Mungu pekee na Yesu Kristo. The only Lord God. Sasa hao kwenye Kiswahili wanaitwa makafiri. Sasa unamkanaje Mungu wa pekee pamoja na Yesu Kristo? Ni kwa formula kwamba kusema formula ya utatu, kusema Baba na Mwana ni Mungu huyu mmoja. Ina maana wewe umewashikamanisha. Wewe unakuwa ni kafiri, unakuwa ni mpinga Kristo. Sawa. Kwa sababu lazima utenganishe, kuna Mungu pekee Mwenyezi. Ndiyo. Na kuna Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ila ukiwafanya kuwa mmoja, wewe umekuwa umemkana Baba na umemkana Mwana. Kwa mujibu wa waraka kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 22, wewe ni mpinga Kristo amkanaye Baba na amkanaye na Mwana. Na vile vile wito unaotolewa katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14 mstari ule wa 6 na wa 7, nasema mcheni Mungu na kumtukuza. Ndiyo. Maana saa yake ya hukumu yake imefika. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za nini? Za maji. Na ukisoma 11:25 kitabu kile ya Mathayo, Yesu anasema kwamba Baba wa mbingu uliumba mbingu na nchi. Na maana Mungu Baba ndio muumba wa mbingu na nini? Na nchi. Na aliviumba vyote kwa njia ya mwanawe. Kwa wito unatolewa kwamba watu wamrejee Mungu Mwenyezi aliye Baba. Na hiyo si Yesu, wala si Mungu Mwenyezi aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, bali ni Mungu Mwenyezi aliye Baba, na Yesu akiwa ni mwanawe, pamoja na hilo Roho Mtakatifu akiwa ni roho yake mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo mimi hata niishie hapa, alafu tutakuwa katika mada zingine kuhusu Yesu ni nani,
Pamoja na hilo kwamba tutaangalia eneo hili kwamba fundisho la utatu lilitokea wapi, sawa sawa, chanzo chake ni nini, na kweli leo limetuconfuse sana. Sawa sawa. Alafu pia tuangalie pia Wasabato. Mimi nitoka katika dhehebu la Wasabato. Ndio. Wasabato ni wana utatu ambao ni champion kweli kweli. Kuliko wana utatu wengine. Wanaopambana kwenye hoja ya utatu na Wasabato sana. Sawa sawa. Utatu nao waliutoa wapi? Sawa sawa. Sasa huko waasisi wao waliamini nini huko mwanzoni? Okay, kwa sababu tunasikia Ellen White aliamini utatu. Tutakuja kuangalia pia vitu vyote hivyo. Sawa sawa. Na mafundisho mengine ambayo yatakuwepo baada ya hapo. Sawa sawa. Mungu awabariki. Acha mimi niishie hapa kwa leo. Kama ndio channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunayokuwekea. Asante. Amen.